Uzembe wa watu wachache katika uongozi ulisababisha watu kuweza kudondoka kama kuku na wengine kukumbwa na njaa kali. Katika hali isiyo ya kawaida, huyu dogo wa miaka 13 akajitokeza na kukaa mstari wa mbele kutaka kupambana ili kusudi kuweza kuokoa kijiji chake. Sasa huyu dogo akapitia mambo mazito sana. Sasa ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipason JR. Bonge Story. Movie inaanzia katika kijiji kidogo nchini South Africa ambapo wanakijiji walikuwa wakilima katika ardhi kavu isiyokuwa na rutuba. Sasa siku moja wakiwa shambani, yuko mwanaume mmoja alipata mshtuko mkubwa sana wa moyo na kufariki hapo hapo akiwa shambani. Kaka yake ambaye alikuwa ni mkulima naye pia alikuwa katika hilo eneo. Mwamba alihuzunika sana kutokana na kifo cha ghafla cha ndugu yake, huku akawa anajiuliza maswali mengi, imekuwaje hilo swala limetokea. Baada ya hapo, wanakijiji nao wakaanza taratibu za pamoja za kimila zinazofuatwa baada ya mtu kuweza kufariki dunia. Kisha yule Mwamba akaamua kurudi zake nyumbani akiwa na huzuni kubwa sana. Nyumbani Mwamba aliishi na mke wake, binti yake pamoja na mtoto wa kiume aliyekuwa akiitwa William. Sasa huyu mwanae William ni mvulana ambaye alikuwa anasifika akiwa na akili sana, na watu walimtazama kama dogo ana kipaji kimoja cha ajabu sana kuliko watoto wengi ambao walikuwepo hapa kijijini. Huyu dogo alikuwa na hobi moja kubwa sana ya kuweza kutengeneza redio zilizoharibika. Akipata muda basi atatengeneza redio za marafiki zake na muda mwingine hata watu wanaomzunguka. Sasa siku moja dogo William alipofika shuleni, mkuu wa shule aliwachukua na kuwapanga mstari wanafunzi wote siku hiyo, na kisha akaanza kuambia kuanzia sasa mtu yote ambaye hatalipa ada basi atafukuzwa shule. Ukweli ni kwamba hali ya kifedha baba yake na William ilikuwa ni mbaya sana, ikawa inampelekea William kuwa ni mmoja kati ya wanafunzi ambao hawajalipa ada kwa muda mrefu sana. Sasa huyu mwalimu wa darasa wa William alikuwa anampenda sana dada yake na William. Sasa siku hii akamwambia William anapaswa kuweza kulipa ada kwa haraka, la sivyo atafukuzwa. Lakini huyo mwalimu alisema tu hivyo, lakini yeye mwenyewe alikuwa anajua ya kwamba baba yake na William hana uwezo kabisa wa kuweza kulipa ada hiyo kwa sasa. Pamoja na yote hayo, William alipenda sana kusoma, alikuwa na ndoto kubwa sana ya kuweza kupata elimu, lakini mama yake alitaka akae zaidi shambani huku akimsaidia baba yake kazi za kilimo. Usiku mmoja William alikuwa akisoma gizani, alimfuata mama yake na kumwomba mafuta ya taa ili tu awashe kibatari chake na kuendelea kusoma, lakini mama yake alimkatalia katakata akisema, siwezi kukupa mafuta kwa ajili ya kusoma, tunahitaji kuyaokoa kwa matumizi mengine ya nyumbani. Basi bwana, kesho yake baada ya shule kufungwa, William yeye alienda mpaka eneo ambalo lilikuwa likihifadhia vyuma vya kavu. Huko aliona vifaa vingi sana vya umeme, na kutokana na vyuma mbalimbali ambavyo vilikuwepo hapo, Mwamba aliokota taa moja ya betri. William akafikiria huenda kama atatumia vitu hivi vizuri anaweza kutengeneza balbu hiyo na ikawaka taa na kisha akaitumia kwa ajili ya kusoma. Siku inayofuata watu wasiojulikana walikuja ndani ya hicho kijiji cha kina William, na kisha wakawaambia kwamba watawapa pesa nyingi, lakini kwa masharti, na sharti ni moja tu, kama wao watawaruhusu kuweza kukata miti ndani ya hayo mashamba. Mkuu wa kijiji alikataa katakata, huku akidai ya kwamba miti hiyo imekuwa ikilinda sana mashamba yao dhidi ya mafuriko na maji yanayotiririka kwa nguvu, na kama wataruhusu kuweza kufanya hivyo basi mafuriko yataweza kuharibu hata mashamba yao. Baba yake na William yeye aliunga mkono maneno ya mwenyekiti, lakini wakulima wengi kutokana na umaskini walikubali kuweza kusaini makubaliano yale, kwa sababu walikuja kipindi ambacho wanakijiji walikuwa wakihitaji pesa. Baada ya muda mfupi, kazi ya kukata miti ikaanza mashambani kwa wale watu ambao walikuja ndani ya hicho kijiji. Usiku huo huo William naye pia akamfuata baba yake, na hapa akawa anamwambia kwamba anahitaji hela ya shule, lakini baba yake akamjibu kwa huzuni, mwanangu, kwa sasa sina pesa, utalazimika kuweza kusubiri mavuno yatakapotoka tu, basi tutakapovuna nitapata pesa ya kuweza kukulipia ada yako. Baada ya kusikia maneno hayo, William alihuzunika sana. Kesho yake wakati William anakwenda shuleni, yeye pamoja na rafiki zake, njiani aliona basikeli ya mwalimu wake ikiwa imeegeshwa maeneo haya. William yeye aligundua basikeli ya mwalimu wake ilikuwa na taa. Mwanzoni alifikiri taa hiyo ilikuwa inatumia betri. Baada ya kusogea vizuri, akagundua kwamba taa hiyo haikuwa na betri, bali taa hiyo ilikuwa ikiwaka mara baada ya tairi la basikeli likiwa linazunguka tu vizuri. William alishangaa sana na kushindwa kuelewa kabisa namna gani taa hiyo ilikuwa inawaka. Baadaye alipoingia shule, mkuu wa shule alichukua maamuzi ya kuweza kuwafukuza wanafunzi wengi ambao walikuwa hawajalipa ada kwa miezi mingi iliyopita, ikiwemo na huyu dogo William. Baada ya kusikia uamuzi huo kutoka kwa mkuu wa shule, William aliumia sana moyoni. Alitamani kuendelea kusoma tena kwa gharama yoyote ile, lakini hakuwa na njia yoyote ya kuweza kusolve hilo tatizo kwa kuwa alikuwa hana pesa yeye na hata wazazi wake pia. Siku chache baadaye, msimu wa mvua ukawa umeanza, tena zikawa ni mvua kubwa sana zinazonyesha kwa nguvu, na kutokana na hiyo hali maji yakajaa mpaka kwenye
kwenye mashamba ya baba yake na William, mazao yote nayo pia yakaanza kuharibika na yakaharibika kabisa. Baba yake na William alihuzunika sana kwa sababu chakula alichokuwa amebakiza nyumbani kilikuwa ni kidogo sana. Hofu na wasiwasi ikawa ni kubwa sana. Akaenda mpaka kwa rafiki yake, na rafiki yake mmoja akamwambia kwamba ana pesa kidogo alizohifadhi na anataka kuweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kuokoa miti iliyobaki kwenye mashamba yake ili tu yawe salama, kwani huyu rafiki yake naye pia alikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliuza ile miti. Basi baada ya rafiki yake kuweza kumwambia hivyo, akagundua kwamba amekosa msaada. Baba yake na William alirudi nyumbani akiwa anahuzunika sana. Baada ya muda mfupi, msimu wa joto nao pia ukaingia na ardhi yote ikaanza kukauka kabisa. Hakukuwa na maji ambayo yalikuwa yanaonekana katika haya maeneo ya kijiji, yani yawe masafi au machafu, yote hayakuonekana, bali maeneo mengi ya kijiji yakaanza kuonekana makame. Na kutokana na kukosekana kwa maji pamoja na ukame, mashamba yote yakaanza kukauka na mazao yakashindwa kabisa kuonekana kwenye mashamba ya wanakijiji hao. Njaa ikawa ni kubwa sana. Wakati huo huyu dogo William akaonekana tena kwenye eneo ambalo lilikopo likiifua vyuma vya kavu. Dogo alipata hizi betri mbili ambazo zilikuwa zimetupwa, lakini aligundua kwamba zilikuwa zimeharibika kabisa. William akaanza kufikiria namna ya kuweza kuzitengeneza hizi betri ili huyu dogo aweze kutengeneza pampu ya maji, ambapo dogo alifikiria kwamba huenda akitengeneza hivi kipindi kama hichi cha kiangazi na cha joto inaweza ikawasaidia watu pamoja na baba yake katika mashamba yake na kuendeleza shughuli za kilimo. Kwa siri, William akabidi kuweza kwenda shuleni. Baada ya vipindi kuisha, akamfuata yule mwalimu wake wa darasa na kisha akamuuliza, inakuwaje taa ya baskeli inawaka tena bila kutumia betri? Mwalimu wake akamueleza, hii inaitwa dynamo ya umeme, inazalisha umeme kwa msuguano wa tairi pale inapozunguka. William yeye hakuwa na pesa. Hapa akamuuliza mwalimu wake kama na yeye anaweza kutengeneza hiyo taa ya dynamo. Mwalimu wake akamjibu ya kwamba ndiyo anaweza, kwani vipo vitabu vingi sana maktaba vinavyoeleza jinsi ya kuweza kutengeneza hiyo dynamo. Lakini kwa kuwa dogo William alikopo amefukuzwa shuleni kutokana na kutokulipa ada, hata ruhusiwa kabisa hata kuingia maktaba. Sasa dogo William aligundua hana uwezo kabisa wa kuweza kuingia maktaba. Hapa akaamua kuweza kutumia ujanja. William akamwambia mwalimu wake ya kwamba anaijua siri yake moja, na hiyo siri ni kwamba mwalimu wake amekuwa akitembea na dada yake na mara nyingi amekuwa akija kumfuata nyumbani kwake, na dogo William akatishia ya kwamba ataisema hiyo siri hadharani. Baada ya kusikia hayo maneno, mwalimu huyo hakuwa na chaguo zaidi, kwani alikuwa na hofu juu ya hiyo siri ambayo dogo William alikuwa anaijua. Basi akampeleka moja kwa moja William mpaka kwa msimamizi wa maktaba na kisha akampatia ruksa ya kuingia ndani. William alipoanza kuzunguka humu ndani, akaangalia vitabu mbalimbali na kisha akaona vitabu vingi sana vinavyoonyesha jinsi ya kuweza kutengeneza nishati ya umeme. Basi William baada ya kuweza kuona hivyo, huyu dogo alifurahi sana na kisha akaamini ya kwamba anaweza kutengeneza kitu ambacho kitaweza kuisaidia familia yake. Baada ya siku chache, rais alifika katika hicho kijiji. Mkuu wa kijiji akasimama mbele na kueleza matatizo yote yaliyokuwa yakiwakabili wananchi. Mkuu wa kijiji alisema ya kwamba wanahitaji msaada mkubwa sana wa kifedha, na akaeleza jinsi ambavyo ukame, njaa pamoja na umaskini vilivyokuwa vikikabili kijiji hicho. Lakini ukweli ni kwamba watu waliokuwa pamoja na rais wakaanza kumdhalilisha huyo mkuu wa kijiji, na kwa wakati huo wakaanza kumzungumzia vibaya. Ukweli ni kwamba watu hao walikuwa wakihitaji kura za wananchi tu, lakini hawakujali kabisa mateso pamoja na shida ambazo walikuwa wanazipitia. Baba yake na William akaelewa kwamba hakuna msaada wowote ambao utakuja kwao tena kutoka serikalini. Akaona ya kwamba kama wanataka kuweza kuishi, basi watalazimika kuweza kujisaidia wao wenyewe. Jambo hilo lilimfanya hauzunike sana huyu mwamba. Baadaye baba yake na William akaenda shambani na kisha akaanza kuvuna mazao yake yote machache yaliyobaki, lakini safari hii mavuno yalikuwa ni mabaya sana, hasa ukilinganisha na miaka iliyopita, na chakula walichokuwa nacho sasa kingeweza kuwatosha kwa miezi miwili tu, bila kujua mbeleni kama wataweza kupata chakula au la. Umaskini ukaendelea kutafuna kijiji hicho. Baba yake na William ilifika kipindi paka akaamua kutoa mabati kwenye paa la nyumba yao na kwenda kuuza sokoni ili kusudi aweze kupata chakula na pesa ya kuishi. Akiwa sokoni akasikia redio ikiwa inatangaza ya kwamba bei za nafaka pamoja na vyakula itaongezeka hivi karibuni kwa sababu nchi ilikuwa imekumbwa na mapungufu makubwa ya chakula. Baada ya kusikia habari hiyo, watu wengi wakaanza kuhuzunika, lakini ukweli ni kwamba hayo yote yalikuwa ni sehemu tu ya viongozi ama mipango ya mafisadi waliokuwa wakiwaongopea wananchi ili wajinufaishe wao wenyewe na rushwa pamoja na ufisadi. Kutokana na hiyo hali, babake na William akaanza kujiunga na watu ambao walikuwa wakipinga serikali kwa maandamano, wakitaka haki zao pamoja na msaada kwa wananchi maskini. Yani in short, babake na William hapa akaamua kuwa mwanaharakati. Basi baba huyo akaondoka. Muda mfupi baada ya yeye
kuondoka, magari mawili yaliingia ndani ya hicho kijiji yakiwa yamebeba nafaka nyingi na vyakula. Serikali ilikuwa imezituma nafaka hizo ili ziuzwe kwa wanakijiji, tena kwa bei ya chini, hasa wa eneo hilo. Mamake na William alimpa William pesa ili William aende kununua nafaka hizo, lakini wakati anaondoka, watu wengine wakapitia nyuma ya nyumba yao na kisha wakaiba nafaka zote walizokuwa wamezihifadhi watu hao, tena kwenye mavuno yao. Yani kwa sasa wakina William hawana tena akiba. Sasa baada ya kuona hawakuwa na chakula cha kutosha na wamebakiwa na punje tu ambazo zilikuwa zimemwagika tu hapa, mama yake na William akaanza kulia tena kwa huzuni kubwa. Baada ya muda kidogo, William akarudi nyumbani akiwa amebeba kiasi kidogo cha chakula alichokuwa amekinunua kule. Muda huo huo naye pia baba yake akarudi. Baada ya kurudi, akagundua matatizo ambayo yameikumba familia yake. Baba huyo akasema kwa huzuni, kuanzia sasa watakuwa wanakula tu mara moja kwa siku ili chakula kiweze kudumu at least kwa siku chache zaidi mbele. Ukweli ni kwamba familia nzima ya William ikawa imekata tamaa kabisa, kwa sababu hata serikali yenyewe haikuwasaidia chochote na hata mvua nazo hazikunyesha tena. Siku moja William alimfuata dada yake na kumwambia ya kwamba anafahamu kwamba anampenda sana mwalimu, na kupitia hilo William akamwomba amwombe mwalimu wake walau apate dynamo kwenye baskeli yake, na hata dogo akadai ya kwamba kama ataipata hiyo dynamo anaweza kuwasha pampu ya maji na kupelekea maji kuweza kupatikana mashambani. Na siku inayofuata William akawa amerudi nyumbani akiwa amebeba kuni nyingi sana. Alikuta dada yake akiwa ametoroka nyumbani. Mama yake na baba yake walikuwa wakilia kwa huzuni kubwa. William alipoingia chumbani aliona dada yake ameshamwachia ile dynamo aliyomwagiza, ambayo hiyo dynamo ilipatikana kwenye ile baskeli ya mwalimu wake. Hapo ndipo akagundua kwamba dada yake atakuwa ametoroka pamoja na huyo mwalimu. Sasa William pamoja na marafiki zake wakaanza kuunganisha ile dynamo kwenye gurudumu la upepo, yaani windmill ndogo. Walipokamilisha wakaunganisha kwenye radio, na ghafla radio ikaanza kufanya kazi. Watoto wote waliokuwa hapa wakafurahi sana. Baada ya hapo William pamoja na marafiki zake wakaenda tena mpaka kwenye eneo la vyuma vya kavu na kisha wakaleta vifaa vingi zaidi, lakini kwa sasa William alihitaji windmill kubwa ili aweze kuendesha pampu ya maji, hivyo walihitaji baskeli iweze kuwasaidia kwenye hilo. Basi bwana akaenda mpaka kwa baba yake na kisha akamwonyesha ile windmill ndogo ya dynamo iliyokuwa ikiendesha redio, lakini baba yake hakuelewa kabisa kile ambacho William alichojaribu kuweza kukusudia kufanya. William akamwambia baba yake kwamba anataka kuweza kutengeneza windmill kubwa, na kama atafanikiwa kuweza kuwasha basi maji yatarudi mashambani. Hivyo akamshawishi sana baba yake ya kwamba anahitaji baskeli yake, na kama atampa hiyo baskeli basi ataikata na hataweza kabisa kuitumia hiyo baskeli tena. Baada ya kusikia hivyo, baba yake na William alikasirika sana mpaka akaamua kuweza kuivunja hii windmill ndogo, na kisha akamwambia kwa hasira, unafanya kazi ya kipumbavu sana tena zisizo na maana. Kuanzia leo utaenda kufanya kazi shambani pamoja nami. Kupitia maneno hayo William hakuwa na budi, akalazimika kuweza kufanya kazi mashambani pamoja na baba yake. Sasa haikuwa tena familia yao wala kijiji chao kilichokuwa kikiteseka na hili janga la njaa pamoja na maji, bali kwa sasa ilikuwa ni kijiji kizima kilichokuwa kikiangamizwa na swala zima la ukame pamoja na njaa. Siku moja William aliporudi nyumbani aliwaona marafiki zake wakijiandaa kuondoka ndani ya hicho kijiji, lakini William akawaambia, hatutaki kuweza kukimbia, tunapaswa kuweza kubaki. Tunatengeneza windmill kubwa ili maji yaendelee kufika mashambani, na kama tukifanikiwa kuweza kufanya hivyo tutaweza kulima tena mwaka mzima. Baada ya hapo William alilazimika tena kwenda kwa baba yake, tena akiwa na marafiki zake. Walimwomba sana hii baskeli, lakini baba yake aliwafokea na kuwafukuza wote. Muda mfupi baadaye bibi yake na William akafariki dunia, na hii ni kutokana na hali ngumu ya maisha. Mama yake na William akahuzunika sana. Hata mbwa wa William naye pia akafa kwa kukosa chakula pamoja na maji. Kifo cha mbwa kilimhuzunisha sana huyu dogo William, alilia sana tena kwa huzuni sana. Sasa kutokana na hichi, babake na William akaona ya kwamba anapaswa kuweza kufanya jambo lolote ili kusudi kuweza kufanya hichi kijiji kuwa salama na watu kuendelea kuishi. Sasa siku moja alimfuata William na kumwambia, sioni njia nyingine tena, na kama unaamini unaweza kuwasha pampu ya maji na kuleta mpaka mashambani, basi chukua hiyo baskeli yangu na ukafanya unavyotaka. Baada ya hapo William akaichukua tena hiyo baskeli ya baba yake na kisha kuikata vipande ili tu sehemu ya windmill kubwa ipatikane. Sasa wanakijiji wote wakaungana kwa pamoja, wakaanza kujenga hiyo windmill kubwa, na kisha wakachimba mashimo makubwa ardhini na kusimamisha miti mirefu ili tu kuunda mnara mkubwa wa upepo. Windmill hiyo ikaunganishwa na baskeli ya upepo, na upepo ulipoanza kuvuma, gurudumu la baskeli nalo pia likaanza kuzunguka. Gurudumu hilo likawa limeunganishwa na ile dynamo. Sasa kupitia hii dynamo watu hawa waliitaka kuchaji hii betri. Wakati huo huo walikuwa tayari wameanza kufanya kazi mashambani, kwa
matumaini ya kwamba maji yatapatikana muda sio mrefu. Baada ya muda mfupi, betri ikaanza kuchajiwa tena kikamilifu na ghafla pampu ya maji ikaanza kufanya kazi. Wakati watu wa mashambani waliokuwa wakiendelea na shughuli za mashambani wakaona maji yakianza kuingia kwenye mashamba yao taratibu, basi nyuso za hawa watu zikaanza kujawa na furaha, na watu hawa walishindwa kabisa kuweza kuamini macho yao. Hakuna mtu aliwahi kufikiria kwamba jambo kama hilo lingeweza kufanywa na huyu dogo William. Tena kupitia akili yake, imani yake pamoja na juhudi zake kubwa, aliweza kufanya kitu ambacho kila mtu alikiona akiwezekani. Baba yake na William akaanza kulia kwa furaha huku akimkumbatia mwanaye kwa nguvu. Baada ya muda, mazao pia yakaanza kuota kwenye mashamba yao. Sio tu kwa baba yake na William, pamoja na mashamba ya wanakijiji wengine nayo pia yakaanza kuchepua. Hii inamaanisha ya kwamba kama isingekuwa William, wanakijiji wengi wangeondoka ndani ya hicho kijiji na hata wengine wangepoteza maisha kabisa. Basi watu wao waliweza kulima kwa msimu mzima wa mwaka. Basi sini ya mwisho inatuonyesha William akiwa ameonekana tena kwenye ile windmill yake kubwa, akiwa anaangalia mashamba yote ya kijiji yaliyokuwa yamegeuka kuwa ya kijani. Tabasamu na furaha kubwa kwa huyu dogo. Baada ya muda, habari za uvumbuzi wake zikawa zimeenea kila mahali, na mara baada ya habari hizo kuweza kufika mpaka shuleni kwake, na William akaitwa na kisha akapewa scholarship ya maisha yake yote, yaani atasoma maisha yake yote anavyotaka bure kabisa. Sasa drop comment yako hapa chini, kupitia hii movie umejifunza nini? Na hapa ndipo ambapo hii movie inapoishia. Usiache ku comments, ku like pamoja na kusubscribe. Hapa movie ni kila siku. Karibu sana Bonge Story, familia kubwa. Mpaka kwa wakati mwingine, mimi naitwa Kipaso Njeyara. Oi. Bonge Story.